Wakati wakifungua kinywa, kila mtu anaendelea kumdhihaki, akisema chakula kinatoa uhai, lakini si uhai wa milele. Yeye anaaibu sana na anajaribu kubadilisha mada, akiomba radhi, lakini hawaachi. Hatimaye anatishia kurusha sahani usoni mwao na wao hunyamaza mara moja. Baadaye wanarudi kambini na kujiandaa kwa ajili ya jioni. Wanaamua kucheza mchezo wa ukweli. Adhabu ni mchuzi wa soya uliochanganywa na Pepsi. Yeyote atakayekataa kujibu atalazimika kunywa. Swali la kwanza linamwelekea Josh, likimuuliza kwa nini bado hana mpenzi. Anawaambia wengi wao wanajua alikuwa na mpenzi aliyekufa. Wanamfariji wakisema ni muda mrefu umepita. Kisha mtu anamuuliza Yuri kwa nini hakumwambia mtu yeyote kwamba amechumbiwa na JJ. Kila mtu anashtuka na kumwangalia Kefa, wakiuliza hilo linawezekanaje. Wakati Kefa na JJ wako pamoja, Yuri anaeleza kwamba uchumba ulikuwa kati ya familia ya JJ na familia yake, na kwamba yeye wala JJ hawakukubaliana nao. David anamuuliza Kefa kama alijua haya yote, na akaendelea hata hivyo. Kefa anamkemea aache kuongea, akimtuhumu kwa kushirikiana na Pasi. Felix anashtuka na kuuliza, anawezaje kuwasiliana na Pasi bila kuambia? Drop anauliza kitu gani kingine hawajui. Denzel anamwambia ajishughulishe na kamari yake mwenyewe na aache kujihusisha. Wakati huo, Josh anampigia kelele JJ, akimlaumu kwa kila kinachotokea na kusema anahitaji kutoka kwenye hadithi. CNN anamwambia asiongee naye hivyo. JJ anawapigia kelele wote, akiwaambia waache na kuuliza kama hawaoni wanavyotenda sasa hivi. Felix anaomba radhi kwa kumvuta kwenye matatizo yao, lakini JJ anasema Josh yuko sahihi. Yeye ndiye sababu ya mapigano haya yote. Mwalimu anawasili na kuuliza kinaendelea. Wanamwambia hakuna chochote, kwamba walikuwa wanaongea tu. JJ anarudi kwenye hema lake, analia na analala. Anapoamka, anahisi mtu amelala karibu naye. Anafikiri ni CNN na anamtazama anapoamka. Wanasikia nyayo nje na kwenda kuona ni nani. Inageuka kuwa Yuri, anatembea peke yake usiku wa manane. Kifa anasema atamfuata. JJ anasisitiza kwenda naye. Wanamfuata Yuri kimya kimya. JJ anataka kujificha siweze kumwona, lakini Kifa anamwambia kuna giza na hakuna atakayemwona. Wanamuona Yuri amesimama na Ella. Anamuuliza kama anakutana na Awaz sasa na anataka nini kutoka kwake wakati huu. Atata Yuri hula. Ella anasema anataka kuongea. Anamwambia wanaweza kuongea watakaporudi shuleni, lakini anamwomba asubiri dakika moja tu. Anamuuliza moja kwa moja kama anampenda JJ. Anashangaa na kuuliza kama alimleta hapa kuuliza tu hilo. Anamwambia ajibu, anasema ndiyo, anampenda. Anamwambia kwamba kama hana la kusema zaidi, anaondoka. Kabla hajaondoka, anaomba radhi na kumwambia alimkosea. Amechanganyikiwa na kuuliza anaongea nini. Anaeleza kwamba walipokuwa pamoja, mama yake alimpigia simu na kumwambia ajiweke mbali naye, akisema hata ruhusu kamwe wawe pamoja. Pia alitishia kwamba kama Ella asingefanya hivyo, angezuia familia yake kuingia Korea tena. Yuri anasema haelewi na kumuuliza anataka nini. Ella anamwambia amempenda siku zote na hakumpenda Kifa kamwe. JJ akiangalia kwa mbali, anambusu Kifa ambaye anaonekana amekasirika na kimya. Yuri anamuuliza Ella kwa nini anamwambia hivi sasa. Wala hamediul tahu. Anakasirika na anaanza kuzungumza Kijapani. Ella anamwambia haelewi anachosema. Anadai kujua kwa nini hakumwambia hapo awali na kwa nini anasema sasa. Anamwambia aliogopa. Familia yake ilikuwa kila kitu kwake na aliogopa hawatarejea Korea na kupoteza kazi zao zote. Yuri anamwambia hamwamini. Anasema K4 anajua ukweli pia na kwamba mama yake alimwambia kila kitu. AJ anaanza kujiuliza kama K4 bado anampenda Ella. Ghafla, K4 anamuita Yuri. Wanafungamana macho. Kisha Erez anaonekana na anaanza kupigana na Yuri. J na K4 wanawakimbilia. Alez anashtuka kumwona J na Yuri na anaanza kumpigia kelele Ella. Anamtuliza akisema ataelezea kila kitu na kwamba alikuja kumwambia ukweli. Anamuuliza kama bado anampenda Yuri na kumkumbusha kwamba aliahidi kumsahau. Anamkumbusha kwamba alimsihi aokoe kutoka kwa K4 ili asipate mwisho kama Friana, kwamba walikubaliana ajiweke mbali na darasa A na kumsahau K4. Sasa anadai kujua anafanya nini na Yuri. K4 anamshikilia nyuma asiweze kumpiga Yuri, lakini anaishia kujipiga mwenyewe. Yuri anamuuliza K4 na kama alijua kila kitu na hakumwambia. K4 anajibu kwa baridi, kwa nini nikwambie? Na anakiri kwamba mama yake Yuri alimwambia amweke limbali. Ella anapiga yowe karibu na Ares, akilia kwa sababu haamki. J anamwambia K4 anakae na kuwasaidia.
akisema yeye atamfuata Yuri. Anamkimbilia. Mvua inaanza kunyesha kwa nguvu. Anamkuta Yuri amechoka na ameumia vibaya. Anauliza kilichompata. Anamwambia alitaka kwenda kwake lakini hakuweza na akaanguka. Anauliza kwa nini? Alitoka kwenye mvua. Anasema hakujua mtu yeyote angemtafuta. Anajaribu kuondoka naye lakini mvua ni nyingi sana. Anamwambia akae kidogo. Analala na homa na anakaa karibu naye usiku kucha akisikiliza kumbukumbu zake. Wanapoamua kuondoka, anasikia sauti karibu. Yuri anamhakikishia na kumkumbatia. Wakati huo, K4 anawasili na kuwaona pamoja. Bila kusema neno, anageuka na kuondoka. JJ anamkimbilia, akiita jina lake. Ana hasira, akipiga ngumi kwenye mti, kisha anamwambia atajifanya hakuona chochote. Anaondoka, akimwacha amesimama pale, akiogopa, amechanganyikiwa na hana hakika cha kufanya baadaye. Jay ambaye amesimama karibu na Angelo, anaonekana mwenye huzuni sana, amepotea kabisa katika mawazo yake, akikumbuka kilichotokea jana. Anakumbuka jinsi alivyokuwa akimtafuta Yuri, ili tu kumkuta amekaa kwenye mvua, akilia. Alimwambia kwamba yeye ndiye aliyepanga uchumba wao. Aliomba radhi kwake na kukiri kwamba anampenda. Wakati huo K4 aliwasili na kuwaona pamoja. Alimwambia kwamba alikuwa akimtafuta usiku kucha. Alianza kulia na kusema kwamba atajifanya hakuona chochote. Tulirudi kwa sasa. Angelo anamwambia kwamba walizungumza jana na bodi ya shule kuhusu kilichotokea, kwa hiyo hana haja ya kuwa na wasiwasi. Anamhakikishia kwamba atashughulikia kila kitu kwa sababu Riza anahitaji kupumzika. Anamsihi asimshurutishe na kumwomba aepuke na matatizo yoyote, hata kama ni mara moja tu kwa ajili ya Rasme, lakini yeye hajali hata kidogo. Anamwita kwa jina na kuuliza, "Uko nami?" Anajibu ndiyo. Anamwambia kwamba anaondoka sasa na kwamba mama yake atawasili hivi karibuni, akimwomba amtunze Ristwai. Anakubali na anaondoka. Anahisi kukasirika sana na kujiambia kwamba mambo mengi yametokea na Ras amechoka, lakini licha ya hayo yote bado anafikiria matatizo yake mwenyewe. Kisha anatambua kwamba Ares ameamka. Anamkimbilia na kumwangalia akifarijika, akisema ni vizuri kwamba ameamka, lakini anamwomba aondoke chumbani. Anashangazwa na tabia yake na kumwambia kwamba alitaka tu kumwangalia. Anauliza kwa nini huwa anakasirika naye kila mara, kisha anaondoka. Anaumiza amebaki peke yake, akiwa na wasiwasi sana. Anajiambia kwamba hakumkasirikia, lakini haelewi kwa nini yeye ndiye peke yake anayekumbuka kila kitu. Anajiuliza, mimi ni nini kwako? Na kwa nini ulinifanyia hivi? Tunaenda kwenye kumbukizi. Walipokuwa watoto, walikuwa wakiishi pamoja katika nyumba moja na mama yake. Tunamwona JJ ameketi akicheza na mamoja. Ghafla mama yake anaingia, anamkumbatia JJ na kumwomba Resa alete mifuko aliyoleta ndani. Anamwambia JJ kwamba lazima amuheshimu na kumsikiliza kwa sababu yeye ni mkubwa kwake kama kaka. Anamkumbatia na kumbusu JJ kwa mapenzi. Kwa mbali, Rusu Jayaka anawatazama na kujiambia kwamba yeye ni kama kaka yake na kwamba mama yake ni mama yake pia, lakini anahisi uchungu kwa sababu anampenda JJ zaidi ya anavyompenda yeye. Waparti siku moja, Waparti anacheza na JJ akishikilia unga wa mama yake. Mama yake anaingia kwa hasira, akimpigia kelele kwa kucheza na vitu vyake. Ana hasira sana na anaanza kubishana na jirani kuhusu mwanaume. Anamwambia kwamba kwa sababu tu watoto wake wana baba tofauti, haimaanishi anapaswa kutendewa hivyo. Jirani anasema anaelewa, lakini hakukuwa na haja ya kumpiga mtu huyo kichwa ukutani. Anawaangalia watoto wake, anamvuta jirani kando na kusema kwamba yule mtu alimpiga na akafikiri angeogopa akifanya hivyo. Risa anasikia hivi kwa mbali. Jirani anamuuliza ana mpango gani sasa na atawashawishije watoto. Mama yake JJ anasema atafanya namna fulani na kutafuta kazi nyingine ambapo anaweza kumchukua JJ naye, kwa sababu Aras anahitaji kuanza shule kwani amekuwa sasa. Jirani anauliza kuhusu gharama, ada za shule na nguo mpya. Anapendekeza arudi nyumbani kwa familia yake na kuacha watoto kwa mama yake. Anacheka ama Rukwata anakusema amemwambia mara nyingi kwamba yeye si mama yake wa kweli bali ni mke wa baba yake. Hata ingawa alikuwa mwema kwake hivi karibuni, bado hawezi kurudi kwake. Jirani anaendelea kumshawishi akisema kwamba ikiwa alikuwa mwema angemkubali, lakini anakataa, akisema kwamba alipomzaa Rizi ndugu zake waliongea vibaya nyuma yake, kwa hiyo aliondoka na hataki kushughulika nao tena. Jirani anamsihi afikirie tena kwa sababu anahitaji pesa sana. Kisha anapendekeza amuite baba wa watoto ambaye ni tajiri na aliyemnunulia nyumba. Anaanza kufikiria,
hana hakika cha kufanya. Anamwona Ras amesimama karibu na kumpigia kelele, akimwambia kwamba watoto hawapaswi kusikiliza mazungumzo ya watu wazima. Anaogopa na kuingia ndani. Siku moja ameketi na JJ, ambaye ni mgonjwa sana na ana homa kali. Anaendelea kulia na kusema anamtaka mama yake. Anamfariji na kumwambia kwamba hayupo sasa hivi, kisha anasema ana njaa. Kwa hiyo anakimbia kununua chakula. Anaporudi, anamkuta mama yake amesimama, akimpigia kelele na kuuliza alikwenda wapi na kwa nini alimwacha dada yake peke yake wakati anaumwa. Anahuzunika sana na hajibu. Anavunjika moyo kwa sababu leo ilikuwa siku yake ya kwanza shuleni, lakini kwa sababu ya ugonjwa wa JJ hakuweza kwenda. Mama yake ni mkali sana kwake, akimpigia kelele na kumkataza asiende shuleni. Anaendelea kulia na kusihi aende, lakini anampiga ili anyamaze. Wakati huo, bibi yake anawasili. Anamkimbilia na kumkumbatia, huku mama yake akimpigia kelele kwa kumpiga. Hii ni mara yake ya kwanza kumwona bibi yake. Baadaye, mama yake anapanga nguo zake na anaamua kumwacha kwa bibi yake. Anaendelea kulia kwa sababu anataka JJ aje naye. Angelo anajaribu kumtuliza, akimwambia kwamba wanaume hawapaswi kulia. Anatulia na kumuuliza mama yake kama atarudi baada ya JJ kupata nafuu. Anasema ndio na anaondoka. Anaendelea kulia baada yake. Baada ya muda, mama yake anarudi na kutoa karatasi kwa shangazi yake, akiwaambia kwamba Aris atakaa na shangazi yake kwa muda. Anasema atamwandikisha katika shule nzuri na kumnunulia vinyago na nguo mpya kwa sababu anahitaji kuwa na JJ. Katika kipindi hiki, anaudhika na kumwambia kwamba anampenda JJ. Tuna anataka kumwacha kwa sababu hampendi. Anajaribu kumtuliza akisema hiyo si kweli na kwamba bado ni mdogo na haelewi. Anakimbilia kwa shangazi yake na anaendelea kulia. Baadaye tunajifunza kwamba Aris alikuwa akimtembelea JJ mara kwa mara kumwangalia, lakini hamu yake ya kuishi naye ilififia kadiri mambo mengi yalivyobadilika. Mama yake alioa tena na wakakuwa. Siku moja anaenda kumwona na marafiki zake wanauliza yeye ni nani. Anawaambia yeye ni binamu yake. Anashtuka na hili, lakini kisha anatambua kwamba alimsahau kwa sababu alimwacha alipokuwa na umri wa miaka 3. Anahuzunika sana. Hakuwahi kufikiria kwamba angemsahau na kufikiri yeye ni binamu yake badala ya kaka yake. Ana wasiwasi kwake kila mara. Anaona kwamba havai viatu, kwa hiyo anavua viatu vyake na kumpa, akimwambia asitembee tena bila viatu ili asiumie. Anampandisha kwenye baiskeli yake na anaona jeraha shingoni mwake. Anamuuliza ni nini na kama baba yake wa kambo anamuumiza, lakini anakataa kujibu na kusema anataka kwenda nyumbani. Anakimbia akimwacha nyuma. Baadaye anaona kwamba mtu anamwangalia na yupo kila aendako. Siku moja shuleni, anamwona yule mtu tena na kuwauliza marafiki zake kwa nini yule mtu anawatazama kila mara. Wakati huo, shangazi yake anampigia simu na kumwambia aje mara moja kwa sababu hawawezi kumpata dada yake. Anajifunza kwamba baba yake wa kambo alikuwa akimpiga na kumtesa. Anakimbia kwa huzuni, akimtafuta kwenye bustani alionekana mara ya mwisho na kumkuta amepigwa na kuvunjika. Yuko katika mshtuko na hawezi kuongea. Anamkumbatia kwa nguvu, akijuta kwa kutomwambia bibi yake kuhusu jeraha aliloliona shingoni mwake hapo awali. Baadaye, tunajifunza kwamba shangazi yake alienda kituo cha polisi na kugundua kwamba yule mtu aliyemfanyia JJ haya yote amekufa. Daktari anamchunguza na kuambia kwamba ana matatizo makubwa ya kiwewe na kupoteza kumbukumbu kwa muda. Anawashauri wampeleke kwa daktari wa akili kwa matibabu. Daktari anaondoka, bibi yake anahuzunika sana na anaondoka pia. JJ analalamika kwamba mgongo wake unauma sana na anamuuliza Aris walimfanyia nini mgongoni mwake. Anamwambia kwamba ana majeraha mgongoni mwake. Amechanganyikiwa kwa sababu hakumbuki jinsi alivyojeruhiwa. Anamfariji kwa huzuni, akimwambia kwamba atakumbuka baada ya muda akipumzika. Kuanzia hapo, anaishi na bibi yake na wote wawili wametengwa na mama yao. Wanakuwa. Tunamwona Angelo akimpigia kelele JJ, akiuliza jinsi gani msichana anaweza kuwapiga wavulana kwa mikono yake. Mama yake anakuja na kumtuliza. JJ anakasirika, anawaacha na kutembea mbali. Aris anakaa pale, hawezi kumfanyia chochote. Angelo anamfuata, lakini Aris anamzuia na kusema yeye ataenda badala yake. Anapomfuata, anamsikia akiongea na mtu anayeuliza, "Je, umemwona mwana wangu?" Aris anaonekana kushangaa na kuuliza, "Wewe ni baba ya Aris?" Aris anamkimbilia, lakini anamkuta mtu akimkamata, huku mtu mwingine akijiunga na kumpiga. Wanawalazimisha wote wawili kwenye gari na kuondoka. Wanapoamka, wanaogopa, hawajui wako wapi. Yule mtu aliyewateka nyara anaingia na kusema,
wewe na Eris mnafanana sana. Eris anamtambua, ni yule mtu aliyekuwa akimwangalia. Anawaachia chakula na kuambia wale, kisha anaondoka. Tunajifunza kwamba yeye ni baba ya Eris. Hii ni mara ya kwanza kwa Eris kumwona. Siku zote alitamani kukutana naye, lakini si kama hivi. Baada ya muda, baba yake anarudi na kumkuta JJ. Hajambo. Anamkamata Eris na kumwambia amwache, lakini Eris anakataa. Baba yake anampiga na kujaribu kumvuta kwa nguvu. Ghafla, JJ anaamka, anawafuata na kumsukuma. Eris anaanza kumpiga baba yake na JJ. Anamng'ata kwa nguvu, anamsukuma na kumfanya agonge kichwa, kisha anamsukuma Eris tena, akimpigia kelele aje naye. Etahonka JJ anachukua fimbo ya chuma na kumpiga kichwani na kumwangusha chini. Eris anamwelekea, lakini anampiga na kuanza kupiga yowe. Anashtushwa na tabia yake. Anaiangalia damu mikononi mwake na kupiga yowe bila kudhibiti, akiwa na mshtuko wa neva. Anamwangalia Eris na kuuliza kama yeye pia atamuumiza. Anachukua kisu na kujaribu kumchoma. Anaendelea kumtikisa akimwambia kwamba yeye ni Eris, lakini anamchoma tumboni, akipiga yowe kwamba wote wanamtaka kumuumiza. Anaanguka akilia kwa kutoamini alichomfanyia. Tunajifunza kwamba alikaa hospitalini kwa wiki moja akipona. Hakujua ahusuje kwake na hakuweza kujileta kumwona baada ya kilichotokea. Na hapo ndipo hadithi yetu inaishia kwa leo. Je, nini kitatokea katika mzunguko unaofuata? Usikose kutazama kipande kinachofuata ili kujua kila kitu kitakavyojiri. Tafadhali usisahau kulike na kucomment maoni yako hapo chini. Asante kwa kutazama.